Kwa sababu familia Mungu alikupa, anataka uzae giant, ulee watu wakubwa, wafalme kwa watoto wako, watoke wafalme hapo. Uzae viumbe ambao ni strong. Hata ule wazao walee katika maisha ambayo leo na kesho asipite njia uliopita. Unamhitaji Mungu. Mimi nakwambia watu wa Bwana, pitisha toka kwenye shule unazotaka kupita. Inawezekana unaweza kuambia Mungu, mimi sina uwezo, but mnataka wasome hapa kwa imani. Inawezekana kabisa. Imani yako kama haikufanyi kila siku ukaacha kulala, imani yako bado haijakaa sawa sawa. Imani inapaswa kila siku unapoamka una sababu za kumwamini Bwana, kwa sababu maisha yako bila imani hayasogei. Watu wa Bwana, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Maana yake una plani vitu ahead kiasi kwamba uruhusu imani yako iumbe, kwa sababu ikiumba kila kitu kinashuka. Ndio maana una plani shule za mamilioni. Watu wa Bwana, your point ni kwamba I will have money. Do you understand? Watu wa Bwana, siwezi kumwamini Mungu tu nikawa naishi kwa sababu nikajiwekea boundary because of what I have. My point ni kwamba niko tayari kuishi for what I have, but sijanyimwa kupanua wigo wa kufikiria. Watu wa Bwana, sijanyimwa kufikiria wigo wa kuwaza kama Mungu anavyowaza. Ndio maana nina imani. Imani yangu inanipa wepesi wa kufikiria wa kuwaza Maana yake sihitaji muujiza, ni muamini Bwana. Ushuhuda wa Yona unatosha kwamba Yona alikaa kwenye tumbo la samaki akatoka. Nahitaji ishara zaidi ya Yona. Watu wa Bwana, ndio maana Yesu akawaambia hamhitaji ishara zaidi ya Yona. Maana yake ukiamini ile ishara unaweza ukamwamini Mungu ambaye ameweza kumweka mtu kwenye tumbo la samaki for the past 3 days, then samaki akamtapika. Inawezekanaje? Watu wa Bwana, inawezekanaje? Unakuaje na wasiwasi wakati kuna mwanadamu kama wewe alikaa kwenye tumbo la samaki siku 3 na akaishi? Mnataka ishara gani? Ipi? Kama hiyo hamwezi kuamini kabisa. Inawezekana kabisa. Plani maisha yako kwa imani ulionayo, sio kwa uwezo ulionao. Sikilizeni watu wa Bwana, piga picha maisha yako ya mwaka mmoja, miaka miwili. Usitafute, usiniambie kwamba hii ikienda vihesabu. Weka hesabu zako, sikatai, but vihesabu vyako vina limitation. God is above you hesabu zako. Watu wa Bwana, hii inamaanisha ninapofundisha, most of bigger people on earth wanaamini uwezo wao zaidi ya waliocho nacho right now. Ndio maana mipango wanayopanga ni kwa sababu ya uwezo walionao. Imagine China imekaa miaka na 20 wakifanya mambo yao. Leo China wametoa magari kibao ambapo hata Toyota hajaje kutoa version. Are we together? Make sure baada ya miaka 5 ijayo Toyota Afrika itakuwa tunaisikia tu Toyota. Mtaanza kuzihesabu Toyota. Mimi nakwambia miaka 10 ijayo utaona Toyota hapa. Nisikilize. Wenzako tu wanakaa kimya wanafanya ujinga. Na wewe fanya hivyo. Kiplani vitu vyako, plan steering kwa imani. Siku vikianza kulipuka, dunia inashangaa. Are we together? Ndio maana naombeaga watu, ukifanikiwa kitu usitupige kelele. Calm down. Tupe shuhuda, inatosha. Tunataka siku ukifungua mdomo isiwe tu ushuhuda, iwe learning kwa watu. Sauti yako iwe sauti ya Mungu. We feel God in your voice. Not kwa sababu umefanikiwa. No. We feel God ambaye alikufanikisha. Dunia nzima ifahamu kuna Mungu ambaye anaweza kubadilisha maisha ya watu. Mtu ambaye alikuwa hawezi kuwa na milioni 100 kwenye account, leo amefanya vitu vya milioni 300, 400, 500, 600, 700 bilioni. Mtu ambaye hajawahi own money kwa sababu kuna watu kwenye account zao hajawahi kufikisha milioni 10, anahangaika usiku na mchana, anakusanya vimechukuliwa na chumolete. Sasa sio tumbo lako hatazifahamu, but unafahamu kwamba unakusanya vihela vinapotea. Watu wengi ambao wanaweza kuishi bila hela kwenye account 00 ndio watu ambao wanapaswa kuwa matajiri. Hao sema wana hiyo capability, wana uwezo, sema huwa hawajui. Ndio maana kuna mtu akitaka kwenda 0 anaanza kuna mtu anaenda 0 na unaona tu anaamka haleluya. Si mtu anawezaje wewe? Na wala haya maisha hayamsumbui yeye kuwa 0. Huyu mtu ana nguvu ya uchumi, huyu mtu ana nguvu ya Mungu ndani yake. Sema hajafahamu. Hiyo swali ya kawaida. Mwanadamu ambaye una hela ni 0. Na unaamka asubuhi na unaamka kama hakuna shida kabisa, kama kuna amani. Yaani mazingira. Alafu unaniambia eti wewe una uwezo ndani yako. Wewe ni tajiri. Hiyo ni nguvu ya imani. How can you be happy? Una hela.
0. Hata vocha huna. Hata nyanya za watu kanyaga Maswahili wanasema huna kumlipa, itabidi upige simu ulipiwe. Nisikilize watu wa Bwana, kuna watu wakiishiwa hela hata kama milioni hana kwenye account, utamjua tu. Very confusing. Na anaanza kukumbuka na sadaka alizozitoa, mbona Mungu hajamrudishia? Na fungu lake la 10 anaanza kukumbuka, Mungu yale mafungu yangu ya 10, Mungu yeye nilikuwa mwaminifu sana, Mungu ulisema. Are we together? Na mtu yote ambaye ana uwezo wa kuwa na hela kwenye account na hazimsumbui, hakuna emergency ya kubadilisha mtazamo wake kwenye akili, huyo mtu pia ana nguvu kubwa sana. Maskini utamjuaje? Ana milioni, kila saa na emergency ya kuitumia, na ikiisha anapata na stress. Hii ni roho ya umaskini, ikemee kwa jina la Yesu. Sio unaelewa kusema watu wa Bwana. But kuna watu very strong, ana hela kabisa, lakini unaona anapitia, anakwambia hii hela sio kwa ajili ya jambo hili. Hela anaweza kuseparate in between hela ya kitu fulani na hela ya kitu fulani. Huyu mtu akishafikia level hiyo, huyu mtu anaweza kana mbali. Yaani ana milioni 100 afu ana hela. If you meet such a man, na hii nguvu anao wanawake wengi, wanaume. Na waombe usiku wa leo, Mungu akawasaidie. Nataka kuomba nini? Do you want something to happen? Usitafute njia. Tunaimbaga nyimbo, God will make a way. What else will make a way. Tunaimbaga nyimbo, right? But ukishafika kwenye maombi una njia. Wangapi wanaamini kwamba Mungu anaweza akawasaidia? Mungu kwa ishara mbalimbali. Do you believe? Nikikuangalia hata bado hujachochewa na imani ndani. Eti na kumwambia mtu usianzishe vitu vile vife. Kama ukianzisha vitu vinakufa usianzishe. Muamini Mungu kwamba hujawahi kuanzisha ofisi yako ikafa. Never. In Jesus name. Yaani ukiona biashara yako time ipo, mchomoa waya. Usisahau hicho kitu. Kata ule waya kulipuka kwa imani. Inawezekana leo mpo hapa, but kuna siku you and others will testify. They will tell us. Nimewahi kuona vision among you people. Wako watu na wengine wapi watakao kuja, watakuwa wakitandaa seminar za kibiashara na kuwafundisha watu imani. Yaani sio watu waliofanikiwa yenye hela ndio wanafundisha imani, bali watu waliofanikiwa kupitia imani ndio watazungumza imani. Kwa sababu huwezi kutupeleka kwa mtu aliyesoma uchumi kulifundisha hela. Hii siwezi kukubali. Kwa sababu mimi naamini kwamba mtu alifanikiwa akiongea ana experience kuliko mtu aliyesoma. Ndio ukiwasikiliza wale kina Ali, sio kina Ali nani wale, kina yule yule Mchina. Anaongea simple tu. Kukutana kwa jamaa kama uchumi huko, mpaka mnaniza mtoka huko. Alibaba, Alibaba. Ukimsikiliza anapoongea, anaongea simple tu kama vitu vinafanyika vinaenda hivi. Lakini so simple. Nilikuwa namsikia jamaa mmoja Thomas Siwa. Yule jamaa ameokoka pia. Mzimbabwe, Mwingereza. Imagine akiongea business, the guy unamuelewa kwamba yani anavyoongea mpaka unasikia kwamba huyu mtu amefanikiwa. Lakini Tanzania MC maarufu anaweza kukuita kwenye seminar uchumi, au mtu ambaye amesoma uchumi Uingereza anamtegemea mama yake anakuita kwenye seminar ya uchumi. Siwezi. Nataka mkue. Are we together? Watu tunafundisha imani kwa sababu imani ndio imetufikisha sisi wengine hapa. Umeelewa vizuri? Sisi tumeitwa na Mungu tukiwa hatuna chochote. Hatuna connection, hatuna mtu. Hatuna human being. Mimi kwa maisha yangu nimekaa bila ya wanadamu. Na nimefahamu nimekutana na wanadamu pia ambao mimi nataka niwasaidie. Na nilitaka niendelee kusimama. Mpaka leo tumefika hapa. Ni imani tu, watu wa Bwana. Hii mission inaisha kwa imani. Tuna standard kwa imani. Hatuangalii sijui nani yupo nani hayupo. Imani ita make sure kila kitu kinawezekana. In Jesus name. And I'm telling you, we'll go far kwa sababu ya imani tulionayo. Sio kwa sababu ya hela. Mungu wetu ana nguvu sana. Huwezi ukaendesha kazi ya Mungu bila imani. Haiwezekani. Na wale wanataka kumtumikia Mungu, usiangalie sijui nani atatokea left and right. Wewe unapaswa kuamini unachoamini. Kuna mtu mmoja alianzisha seminar hapa mjini miaka kadhaa iliyopita. Wakati napita nilikuwa sina Nicholas. Nidhani nilikwambia. Nikamwambia huyu mtu hii mkutano ameanzisha sio wakati wake. Maana alifanya mkutano na jamaa mmoja wa Nigeria, sio Nigeria, sio Ghana. Basically kwa sababu yeye ni maarufu sehemu fulani. Nisikilize watu wa Bwana. But nikamwambia hakuna mtu atatokea kwenye mkutano. Hii inamaanisha akatafuta wasanii wa Bongo Movie ndio watangaze mkutano wa Injili. Nikasema kuisha. Sio nilikwambia. I knew it will never going to happen. You know why? Kwa sababu you feel in your heart. Shida sio Mungu alikuwa anahubiriwa, ni umaarufu wa mtu mwingine. Uwezi ukaandaa mkutano wa Injili afu wasanii ndio wanatangaza mkutano. Wewe huko umevuka mipaka.
Yaani wanamuziki wa dunia ndio wanatangaza mkutano wa injili kwamba njooni nani, kwamba wewe unatafuta ni watu maarufu. Maana na yeye alikuwa anatafuta umaarufu huo na Mungu akamshut down. Ndio mimi nilimwambia huu mkutano ni wrong before tulivyoona tangazo. Why? Huwezi ukarani vitu bila imani. Sisi tuna sense namna ulivyoandaa. We feel it in your spirit. Kamwingiza kwenye madeni. Uweze ukakopa kuandaa mkutano wa injili. Uweze kufanya hivyo. It's wrong. Very wrong. Uweze ukakopa kufanya wedding. Ni wrong. Kwa nini nalikwambia lazima uwe unavyo. Kama unataka ndoa kubwa, weka imani kwa Bwana. Kama unataka imani, una imani yako ni ndogo, oa sana imani yako, sio sana hela zako. Bakiza na za baada ya kuoa. Kwa sababu umeshaelewa, ushaoa mambo yanabadilika. Usisahau. Wale mtakuja kuoa. Useme tu nikioa kuna njia. Uwe na njia before. Ukimaliza harusi, asubuhi ukaenda honeymoon. Sio mnaenda gani? Ukaenda honeymoon. Labda Paris wapi? Anatoela ni wewe. Nakumbuka ulikopa huko. Are we together? Hapo msiniambie eti wendi honeymoon. Mambo yenu ya laana. Sio, unajua unani lazima nyumbani kwenu sio. Shame on you. Ukiona mwana wewe ni tatizo. Eti mambo unajua ukishaolewa lazima usiku wa kwanza mkae na nyumbani kwenu. Imagine Michael anakudanganya sasa hiyo hapo sasa. Kumbe ana hela. Bwana. Unajua mtumishi wa Bwana Mungu amenifunulia jana usiku. Kwamba amekudanganya. Asaliwa vipi hapo unakomaliwa huko. Alikupiga injili nini? Usikubali. Yaani kanisani kila kitu ni imani. Ni roho, spirit. Kwa mkimaliza nyumbani kwenu mkaenda kulala kwa hizo spirit haziji tena. Zimeahirisha. Sijui unanielewa ninachokisema. Kwa mkilala nyumbani kwenu, sasa mtakuwa na nguvu za kiroho za kwenda kulala hotelini. That makes sense. Unajua kuna sasa kama it's like it's a madness. Yani like ni upumbavu na ujinga kwenye tunafundisha kwenye kanisa watu wa Bwana. Wenzako walikuwa wanaenda honeymoon mwaka. Hata wiki moja uwezi. Na bado unaanza kutoa mambo ya kiroho. Imagine wana wa Israeli walikuwa mwaka mzima. Wewe leo unatuma mambo unaanza na mafunuo ya kiroho unayo. Usinifuate mkadipe revelation, nitakufukuza kwa jina la Yesu. Are we together? Ni bora utulishe sisi makande mkioko aende honeymoon. Kampeleke kwa Ulaya wapi nani Zanzibar. Kampeleke mkioko sema aje kufika. Sisi sio muhimu. Tatizo unafahamu kwa sababu ya ujinga tunataka watu watuone sana. Tunalisha watu ni chakula kiwa kizuri. Sikiliza, wewe lisha watu makande. Important ni yule unayemoa na unapoelekea. Sisi will never atuta baada ya kula tukishashiba. Tunaanza kukusema ile gauni unaiona. Si unaelewa hiyo ni kweli. Ile gauni. Afu ile mwanaume kwa mdada alikuwa anamtazama sana pale. Yule kama mchepuke wake. Si unaelewa anachokisema? Ni maneno. Kwenye harusi alika watu naongea nao. Wakiwa 20 hao wanatosha. Unaalika mtu sijui mjomba sijui nani katikati huko sijui mjomba nani amwalika nani sijui ndugu wake sijui wa mjomba sijui nani kuna center hapa. Kisa unatafuta mchango. Nisikilize watu wa Bwana. Watu naongea nao ukioa ninyi mkioa. Retain good energy. Watu ambao mnaongea nao kila siku mabesti yenu watu wapata pale wakiwa 120 sawa. Wanatosha. They will never hata kusema vibaya. They will always celebrate with you. Fry nenda nyumbani kwako. Harusi watu 400 ilikuwa harusi kubwa sana watu 400. And so. Acheni ushamba wa Kihaya na Kichaga. Maana Wachaga na Wahaya ni ushamba tu. Unajua shida Wachaga ni smart but washamba. Kwa hiyo usidili nao, acha nao. Wahaya ni wana akili za darasani but washamba pia. Hawataki kuambia kweli. Ni washamba. Nani anabisha Mwaya sio mshamba? Labda ameelimika kidogo. Wale ambao wametembea wana ushamba. Wala mimi siwadanganya. Na mimi nishamwambia hata Mwaya mmoja juzi, shida inachokusumbua ni ushamba. Akasema ni kweli, si Wahaya ni washamba. Nikamwambia ni kweli. Wanaamini sana kwenye population, sio watu wanaonaje, sio ni ushamba. Wachaga wanapenda mashindano. Usiingie kwenye competition ya Wachaga. Anataka kwa familia fulani ifunike. Sasa wewe unajua ni harusi, kumbe inafunika familia fulani. Wanakuja kwenye send off, ile send off, unaenda send off. Unaona ile send off tuwafunike. Yaani maji wanapambana mpaka na bibi harusi. Alafu unaenda kudili na watu. Vikao baada ya send off nasikia, uliona send off ilivyokuwa. Sasa si tukawaonyeshe. Hata tukaombe. Ukienda kuomba imani yako inaweza kukuponya. Mimi nimeona watu wakisaidiwa instant na Mungu. Kwenye hizo ibada watu wanasaidiwa, watu wa Bwana. Nataka na wewe uombe leo kwa imani. Sijui itatokea wapi. Usiniulize hata mimi. Mimi hata sijuagi. Sometimes the only thing I know God can help you now.
Niona mimi nikikuombeka, sio hata pepo amekaa wapi, sio amekaa kwenye tumbo, kwenye mguu, I don't care. But I know pepo anakutoka tu. Kwanza najua pepo anakaa kwenye roho ya mtu, nafsi. Mimi pepo amekaa kwenye mguu, mimi sijui. Hao ni watu wengine wa deliverance. Alifikaje kwenye mguu? Pepo anakaa kwenye nyama, mimi sifahamu. Maana pepo ni roho, anatawala roho. Sasa amefikaje kwenye nyama? Mimi sifahamu. Sio amefika amekaa kwenye jicho, mnashika jicho mnapiga. Kwenye mguu sijui, mimi sielewi. I'm totally confused. Biblia inasema cast out demons. Nikisema pepo toka kwa jina la Yesu. I don't toka kwenye mguu, utatoka. Kama umekaa kwenye mguu utajua mwenyewe, wewe toka tu. Kuta mtu watu anaombewa amekandamizwa tumbo hivi. Hiyo ni kosa imani. Mmeshika tumbo la mwanamke wanaume. Hivi yamwone hata aibu. Na mume wake yuko hapo. Mimi ningewapiga vibao watumishi wote. Hebu twende ujinga hapa. Nonsense. Unawezaje kushika mnashima mara kwenye kucha? Ukikutana na watu watakung'oa mpaka macho. Cast out demons. Biblia imesema hivi. Edha amekaa kwenye pua, fukuza kwa imani. Pepo inakuamuru. Ukimkuta nyumbani kwako pepo, usitupigie simu. Pepo inakuamuru kwa mamlaka niliyopewa katika jina la Yesu Kristo. Come out. Alafu kishamaliza endelea na business zako, kaendelea kuosha vyombo. Nyie mnielewi. Yaani unaja ya kukati kutafakari kwamba alitoka. Yaani hata kwa sauti yako. Kwanza lazima ujifunze kuishi maisha ya imani. Mimi mara kwanza nianza kutoa mapepo nilikuwa nakunywa juice. Ya tumekaa mahali tunapiga story, tunatoa pepo, tunaendelea kupiga story. Kudharau demons like that. And siku zote pepo nitatoa hivi kwa dharau. Yaani manake unamtoa huko unaelewa mambo yako mengine kama as if you don't care. Kama utamkuta pale niambie. But unajua pepo kwa nini atoke? Kwanza utoe kwa imani. Alafu uko na moto wa Yesu, damu ya Yesu, ngonani, upako Roho Mtakatifu, sijui. Wewe upako Roho Mtakatifu wa nini na pepo? Sema pepo toka kwa jina la Yesu. Mnaanza tena damu ya Yesu tena kuja kutoa pepo ya nini tena? Toa kwa jina la Yesu Kristo. Eti ameshacheza labda kuna dhambi hapa, tuanze kuimba damu ya Yesu. Damu usafisha kabisa kwa jina la Yesu, mapepo yanatoka. Imani is a bigger thing. Yaani manake imani you pepo anyway you don't care. Unajua una mamlaka ya kumwambia pepo toka. Yaani hilo jina lina nguvu kuliko majina yote. Kila jina litamka yani everything ina kneel down kwenye jina la Yesu Kristo. So then you say in the name of Jesus come out. Then unaendelea mambo yako mengine. Train imani. Train fahamu zako. Train maisha yako ya maombi. Train akili yako kumwamini Bwana. Kiasi kwamba uwe ni mtu wa maneno mawili matatu, but you are very sure na unachokifanya. You are very sure. Yaani unapoanza kusimama right now, nikikwambia simama, amini kwamba whatever unachoamini this week kinawezekana. Yaani usitafute msaada wa community. You are the only one unataka hicho kitu kiwezekane. Mimi sihitaji kiwezekane kwa upande wangu, but wewe unahitaji. What I mean kwamba mimi sihitaji huo msaada, wewe unahitaji huo msaada. Mimi una msaada nahitaji tofauti na wewe, watu wa Bwana. Simama katika imani. Muamini Mungu kwa ishara zote alizozifanya. Unaweza kuleta chura nchi nzima. Unawezaje kuuza maji yakawa damu, sehemu nyingine yakawa maji masafi. Na Mungu hana Damasco. Hivi nyinyi mnanielewa? Yaani Mungu amiliki makoki ya Misri Misri Cisco labda sasa. Enzi hizo. But imagine alikuwa anaweza kugawanya maji kiasi hicho. Wengine wakapata maji masafi, wengine maji ya damu. Wengine wakapata chura, wengine hakuna chura. Yaani maana yake sauti ya Mungu ilivyo ya ajabu. Yaani maana yake imagine tunahitaji kuwa na Mungu, tunahitaji kusoma nini zaidi tukamwelewa Mungu, watu wa Bwana tukamwamini. Tunahitaji kusoma, unahitaji kusoma Biblia kiasi gani kumwelewa Mungu? Unawezaje kusoma Biblia? Imagine Mungu ambaye aligawanya bahari, watu wakapita. Na kwenye historia hakuna mwingine aliyekufanya. Na aka make sure wana wa Israeli wamepita wote. Alafu aka make sure wana wa Israeli na Misri wote wameingia. Kia lugha yale maji yalikuwa ni kama yamezuiwa. Kwa hiyo alivyoachiwa speed yake. Juzi nilikuwa naangalia profesa wameenda kule chini wanakuta yale zile rings mpaka zile. Unajua watu wanahangaika sana dunia. You are the only ambao wanahangaika. Kuna watu wanatafuta kaburi la Moses. Kuna maprofesa wa Marekani wanatafuta kaburi la Moses. Watalipata maybe labda Mungu amewafunulia, mimi sijui. But Mungu alisema, alichosema Mungu akigeuki. Sio mnanielewa watu wa Bwana. Uhitaji ishara zaidi ya hizo, simama kwa miguu yako. Ndio maana nilikwambia usiwe na haraka leo. Maana nilikuwa sina mood ya kuondoka mapema.
Na nashukuru wote mliopo hamna haraka. Uweze kuwa na haraka nyumbani kwa Bwana. Hapa sio ofisini kwako. Nataka tumwamini Bwana. Nataka utestify the goodness of God in your spirit this week. You can accomplish whatever you want to accomplish for the kingdom for yourself this week. You can. Do you agree? Do you agree? Yoyote anataka kuaccomplish jambo kwenye ufalme wa mbinguni, I release that grace to you right now. And I connect with that grace katika ulimwengu wa roho in Jesus name. It's yours. You can take it right now. I can feel the hand of God is upon you. The movement of the Holy Spirit is upon you right now. Something is moving, something is changing. Kila grace unahitaji, kila neema unahitaji kufanikisha unachotaka kufanikisha, I stand here kwa imani na declare kwako yakatokee sasa, in the name of Jesus Christ. Receive it. You can receive whatever you receive right now. Kama kuna prayer that will accomplish anything that will accomplish it, prayer. Put your faith kwa Bwana. Nisikilize vizuri. Bwana anafanya njia pasipo na njia. Nataka nikwambie siku ya leo, whether unafanya media, unafanya popote, muamini Mungu na kitu, whether unafanya unaimba, whether unafanya kazi, whether unafanya chochote, nataka umuamini Bwana katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako and put your faith kwa Bwana. Kwa dakika chache utasikia movement ndani yako. Unago minister kwa Bwana kwa maombi yako. He will minister to you right now. Right now, right now, right now, right now. Kandaraba shakaraba saka. Kandaraba saka ndaraba sheke. Kondaraba shaka. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Inawezekana. Unaweza kuaccomplish. Unaweza kupiga hatua. Unaweza kusogea. Unaweza kutoka hapo kwenda hatua nyingine. Yote yanawezekana kwake yeye anayeamini. Na kwa sababu unaamini sasa, I connect you na hiyo source. I connect you na huo msaada. I open doors for you left and right. People they will come. Nation will come. People they will favor your business. Utaconnect na watu and they will agree with your terms. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. I release the power. I release everything unachohitaji. Nahitaji kila grace unahitaji katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Pokea. You can move. Something is happening in your spirit. Something is happening. I can feel you are loaded. You are loaded with the grace na favor katika jina la Yesu Kristo. You will be favored. Chochote unachoamini pokea kwa jina la Yesu. Whatever you open your heart to receive, take it kwa jina la Yesu Kristo. I can see Holy Ghost is ministering you. Holy Ghost is ministering right now. Something is happening in your spirit. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Rapashaka. Kanda rabo saka. Kanda rabashaka. Kanda rabasaka. Hauwezi kukaa hapo. Kwa imani yako. I can see mbingu zikicreate a way. Mbingu zikifunguka tena. Neema ya Bwana ikishuka kwako kama moto, kama uweza, katika jina la Yesu. Kondarabashaka, kandarabasaka, kondarabashaka, kandarabosaka, kwa
jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haukuumbwa kuyumbayumba, uliumbwa kusimama. Nataka usimame tena, nataka ukasikia majibu tena, nataka ukasogee tena kwa jina la Yesu Kristo. Imani yako ikakuvushe, uwezo wa Bwana ukakuvushe. Mungu akabuild imani yako kupitia neno lake katika jina la Yesu. Kila information, ishara za Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Nenda ukafanikiwe tena wiki hii kwa jina la Yesu. Whatever you need, take it, take it, take it, take it, take it, take it. Whatever you want to accomplish, I stand with you katika ulimwengu wa roho. Accomplish in the name of Jesus Christ. Open doors, open doors. I can see blessing will come in your life. You be blessing will come from left and right. People watakujia from left and right kwa jina la Yesu Kristo. They will bless you. Nation will bless you in the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mbaraka wa Bwana, nenda ukafanikiwe tena. Wewe ni mwenye haki wa Bwana kwa sababu ya imani yako. Wewe ni mwenye haki wa Bwana kwa jina la Yesu Kristo. I stand with you, I stand with you kwa jina la Yesu Kristo. Hautakwama tena, hautayumba tena, utasimama kwa jina la Yesu Kristo. I open doors for you, I open doors for your business, I open doors kwa jina la Yesu Kristo. Kila ahadi kakufikia, kila ahadi kakujie, kila mlango kafunguke kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Kwa imani Mungu anakuvusha hapo, Mungu anakuvusha hapo. Bwana anakutoa hapo, Bwana anakutoa hapo, Bwana anakutoa hapo, Bwana anakutoa hapo kwa jina la Yesu Kristo. You will never lack anything, you will never lack anything kwa jina la Yesu Kristo. Whatever you ask, receive it kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. The power of God is moving, the grace of God is moving kwa jina la Yesu Kristo. You will be trusted everywhere, you will be trusted everywhere. Whatever milango yako itafunga tena kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Mungu akajibu desire za moyo wako, desire za moyo wako. Kila anayekusumbua mwisho kuanzia sasa, kila anayekusumbua mwisho kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Nasimama pamoja nawe kwa imani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Msaada umefika nyumbani kwako, msaada umefika. Nguvu za Bwana zinatembea, nguvu za Bwana zinatembea. Receive it, receive it. Msaada wake, msaada wa kiroho chako kwa jina la Yesu Kristo. Pokea, pokea, pokea. Kila nguvu unahitaji ya kufanikiwa, kila uwezo unahitaji wa kufanikiwa, na uachia kwako sasa. Take it. Kila leo pana moyo wake anapokea right now. Kila mafuta unahitaji ndani yako kwa jina la Yesu Kristo on the right high. I agree with you. This week you are going to shine. I agree with you. This week you are going to shine. Katika jina la Yesu Kristo. I stand as a prophet of God. I release all the grace to you. I release all the power in your life. Kila msaada unahitaji, take it, take it. Kila majibu unahitaji, nimefungua milango yako. Hakutakuwa na vizuizi tena, hakutakuwa na vizuizi vya giza kwenye maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Favor itatangulia, favor itatembea pamoja na wewe kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Pokea, 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 pokea. Kila aliyekuahidi kitu atafanya tena kwa jina la Yesu. I connect you, I connect you na kila baraka za Bwana. Sasa na imani yako na connect na kila msaada, na connect na baraka za Abraham kwa imani right now kwa jina la Yesu. Atakubariki, atabarikiwa kuanzia sasa. Whoever curse will be cast katika
katika jina la Yesu Kristo. Hiyo ni haki ya wana wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Pokea, 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 pokea. Chochote unachokizaa kitakuwa kwa jina la Yesu Kristo. Chochote unachokizaa kitakuwa. Something kipya kitaanza na wewe pamoja siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Declare ushindi kila sehemu. It is done, it is done. Declare ushindi, it is done, it is done. Declare with me, declare with me, declare with me. Declare right now, it is done. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Mtukuze ambaye anaishi, mtukuze asiyeshindwa katika jina la Yesu Kristo. Thank you Lord. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Something is happening in your spirit. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Kuna jambo limetokea ndani ya moyo wako. You will testify the goodness. You will testify the goodness of God. You will testify the goodness kwa jina la Yesu Kristo. You will be shining again. You will be shining again kwa jina la Yesu Kristo. No more darkness in your life. Hakuna darkness moment tena, because mwanga wako umeinuka tena. Nuru ya Bwana imekuangaza katika jina la Yesu Kristo. Nafunua na season mpya kwenye maisha yako. Season za kuitwa na kuendelea mbele. Season za kupiga hatua. Season za kusogea kwa jina la Yesu Kristo. Ndarete le hai. I unlock your destiny. I unlock your blessing. I unlock your keys kwa jina la Yesu Kristo. I connect with the kila source katika jina la Yesu Kristo. Mungu abariki maisha yako. Mungu abariki sadaka zako kwa ajili ya utukufu wake katika jina la Yesu Kristo. Unaweza kumshukuru Bwana.